Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waheshimiwa mliohudhuria hapa katika hafla hii ya leo, hafla ya Ghadir, kukumbuka kisa maarufu hiki ambacho kiliambatana na kukamilika kwa mafunzo ya Uislamu. Nimepata tafsiri yake kwa urefu sana kutoka kwa Sayyid Safir wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alim Taghawi ambaye ni kiongozi na mkuu wa chuo hiki cha Kiislamu kote duniani. Niingie moja kwa moja katika maudhui ambapo wanazuoni wa Ahli Sunna na Shia waliojikita katika matukio yaliyotokea katika viwanja vya Arafa na baadaye katika viwanja vya Ghadir Khumi hawakutofautiana pakubwa kuyaeleza matukio yaliyotokea katika sehemu hizo mbili. Miongoni mwa matukio hayo yasiyokuwa na ikhtilafu kubwa ni tukio la hutuba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambayo ilikuwa ni hutuba yake ya kuaga, kwani baada ya hapo hakurejea tena Maka kuhiji, na wafasiri wanasema baadaye miezi mitatu au siku 81 tu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki duniani. Wakati Mtume akipita njia kurejea Madina baada ya kukamilisha hija yake, Jibril alishuka kumpa maagizo aliyopewa na Mwenyezi Mungu kutangazia umma wa Kiislamu. Maagizo hayo yalikuwa na misingi miwili. Msingi wa kwanza ni kutoa tangazo la kukamilika kwa dini, na msingi wa pili ni kutangaza uongozi utakavyokuwa katika dini. Sasa mambo yote haya mawili yaliambatana pamoja na yalikwenda pamoja. Kwa bahati mbaya, wafasiri wa upande mmoja wamejikita katika kutafsiri hutuba al-Idaya, ile hutuba ya mwisho ya Mtume, lakini hutuba ya Ghadir Khumi hiyo haisainiwi na haijulikani miongoni mwa Ahli Sunna wal Jamaa tulio wengi. Katika hutuba yake katika viwanja vya Arafa, nianzia Arafa, alitangaza kukamilika dini, hatua ambayo masahaba wengi waliamini kuwa haiwezi kuwa tangazo limetoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba dini imekamilika na halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam abakie kuwa hai. Kazi ya Mtume ni kuleta ujumbe. Unapokamilika ujumbe, basi ni lazima Mtume aondoke. Masahaba wengi walielewa hivyo. Miongoni mwa aya iliyotolewa, maagizo yaliyotolewa, tangazo lililotolewa ilikuwa ni kutangaza kuwa al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Leo wale waliokufuru wamekushakata tamaa kutokana na dini yenu, basi msiwaogope makafiri, niogopeni mimi. Kisha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Leo nimekamilisha dini yangu kwenu na neema yangu nimeikamilisha vile vile kwenu, na nimekuridhieni Islam kuwa ndiyo dini yenu. Sambamba na aya hiyo na tangazo hilo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitangaza mambo mengi yaliyohusu imani, siasa na kijamii, kwa kuzingatia utu, imani na kiutawala, ambao alihusia kuzingatia haki za binadamu, haki za wanawake, kupinga ubaguzi wa rangi na ukabila. Akahimiza kuheshimu haki ya awali ya msingi ya binadamu ambayo ni kuishi, na kwamba hakuna mtu yoyote na kwa sababu yoyote aliyekuwa na haki ya kuweza kuondoa uhai wa mtu mwingine pasipo
kufuata misingi ya kisheria, na mtu anayetuhumiwa akapewa fursa ya kuweza kujitetea mbele ya vyombo vya kisheria. Haya mauaji tunayoyaona hivi sasa katika Palestina, katika Iran, ni mauaji ya kigaidi ambayo watu wanaweza kutoka katika nchi moja kwenda nchi nyingine, wakaua viongozi wa nchi nyingine, wakaua raia wa nchi nyingine pasipo kufuata haki. Na bado dunia inatutaka sisi kuamini kuwa wanavyofanya hao ndivyo ilivyo na ndio sahihi na hawahitaji kukosolewa. Sehemu ya hotuba hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongeza kusema, utukufu wa binadamu mbele ya binadamu wengine utapimwa au utapimwa kwa kigezo cha kumcha Mwenyezi Mungu, na wala hautopima kwa sababu ya cheo cha mtu, awe ni mfalme, awe ni rais, au kuwa na mali nyingi, au kwa rangi yake. Kuna watu kwa sababu ya mali zao wanajiona bora, kwa sababu ya nafasi za uongozi walizonazo wanajiona bora. Kuna watu ambao kwa sababu ya rangi zao wanajiona bora kuliko wasiokuwa na rangi nyingine. Haya ni mambo ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hotuba yake aliyakataza na kuyapiga marufuku katika ulimwengu wa Kiislamu. Sambamba na hilo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa riwaya ya Ibn Hibban na Tirmidhi kwamba, ayuhan nas inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun kullukum li adam wa adam min turabi inna akramakum inda Allah atqakum. Nyinyi enyi watu, hakika Mola wenu mlezi ni mmoja na baba yenu ni mmoja, nyote mnatoka kwa Adam na Adam anatoka kwenye udongo. Basi aliye mbora zaidi miongoni mwenu ni yule ambaye ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Tukio jingine ambalo lililotokea ni kubwa katika wakati huo huo ni tukio lililofuatia katika eneo la Ghadir Khum, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka na masahaba zake baada ya kukamilisha hija wakirejea Madina. Mahala pale Mtume akaamrisha paswaliwe, wakaswali na ikajengwa mihrabu ambayo Mtume alisimama katika kiriri kilichotengenezwa ili apate kusimama na watu wengine wote wamwone. Alifika hapo, fa amara salatu jamia, akaamrisha watu kuswali kwa pamoja. Fa akhadha biyadi Ali radhiyallahu anhu wa arda, alimshika Sayyidina Ali mkono na akasimama naye, akauliza kuambia hadhara ya watu wote waliokusanyika pale, ambao ndio ulikuwa mkusanyiko wa kwanza mkubwa zaidi kuliko mkusanyiko wowote ule ambao Waislamu walikuwa wamepata kuonana katika kipindi cha miaka 23 iliyopita ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akauliza, alastu aula bil mu'minina min anfusihim, je, mimi si mbora kwa waumini kuliko nafsi zao? Kelele za majibu zikasema, bala, hatuna shaka juu ya jambo hilo kwamba wewe ni mbora kuliko nafsi zetu. Akasema tena Mtume, alastu aula bikulli mu'mini min nafsihi, je, mimi sio bora kuliko kila muumini kwa nafsi yake? Waumini kwa pamoja wakajibu, bala, tunakubali kuwa wewe ndio bora kuliko sisi mmoja mmoja. Kisha akasema, fahadha waliyu, huyu Ali ndio msimamizi wenu atakayetawalia mambo yenu. Man ana maulahu, yule ambaye mimi ni bwana wake, ninasimamia mambo yake ya kiroho na ya kidunia, na ninatoa miongozo kwake na anaukubali mwongozo huo, basi Ali atakuwa ndio bwana wake katika hali hiyo hiyo mliokuwa mkinitii mimi. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kisha akasema Allahumma wali man wala, Allahumma adi man ada. Kisha akasema Mwenyezi Mungu, kuwa rafiki, kuwa mwenye msaada kwa yule mtu atakayekuwa na mapenzi na utiifu kwa Ali bin Abi Talib, na uwe ni adui kwa yule atakayemfanya Ali kuwa ni adui. Katika tarehe ya Kiislamu wako watu ambao wanawanyenyekea na kuwafurahia na kuwatukuza watu waliokula njama na kutekeleza njama zao katika kuua kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo ambalo limepigwa marufuku na linakataliwa. Tukiachana na tafsiri hiyo, machoni kwa ahli sunna wal jamaa na Shia kuna hitilafu. Wanazuoni wa Kishia wanaamini kuwa maelezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yanamfanya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu kuwa yeye ni mrithi wa uongozi, ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufa. Wakati huo ahli sunna wal jamaa wao wanaamini kuwa Ali kwa tamko hilo hakukuwa kwa wazi kuwa yeye atakuwa ni khalifa baada ya Mtume. Ukitazama hoja haujakuta mahala ambapo utaratibu wa kuchagua ukhalifa uliwekwa wazi katika maelezo yoyote yale ambayo yanatolewa na wanazuoni. Lakini basi ikhtilafu hii haina nguvu na inashindwa na hoja zifuatazo. Hoja ya kwanza, Ali bin Abi Talib ni mmoja katika watu watano wanaitwa Ahlul Kisa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa nao, alijifunika pamoja nao katika shuka, na Ali huyu ndio ambaye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ni katika Ahlul Bait, ni katika watu wa nyumba yake. Hawa watu wa Ahlul Kisa, lakini hawa watu ambao ni ahli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtu yoyote nje yao anaweza kupata utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko utukufu ambao walipewa wao na Mwenyezi Mungu. Lakini pia akaazidi kwenda mbele, akawataharisha, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma haulai ahlu baiti fadhhib anhum rijs. Mwenyezi Mungu, hawa ndio watu wa nyumba yangu, akiwemo Mtume mwenyewe na katika shuka, akiwemo Ali bin Abi Talib, Bi Fatima, Hasan wa Hussein. Hawa watu ni watukufu zaidi katika umma huu kuliko watu wengine. Lakini vile vile Sayyidina Ali katika riwaya anaelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ana madinatul ilm, mimi ndio nyumba ya ilmu, wa Ali babuha, na Ali ndio mlango wake. Kwa hiyo huwezi kuingia ndani ya mlango wa kuingia huko unapopatikana Uislamu, mafunzo ya Uislamu, bila kupitia mlangoni. Kwa hiyo Sayyidina Ali hawakupangwa, hakuchaguliwa kuwa khalifa wa mwanzo kwa mujibu wa watu waliochaguliwa na kwa sababu mbalimbali walizojiwekea, ingawa ilikuwa ni sababu za kibinafsi na ni sababu ambazo hazina ushahidi wa wazi juu ya uchaguzi ulivyoendeshwa. Ala kulli hal, Ali bin Abi Talib ni mmoja kati ya masahaba wakubwa zaidi kwa ule ukaribu wake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo jambo hili haliwezi kuleta faraka miongoni mwa Waislamu. Ni lazima sisi wote tukubaliane, hata kama Shii wanasema kwamba Ali ndio aliyekuwa khalifa wa kwanza, Sunni wanasema Ali alikuwa khalifa wa 4, bado utaratibu ni ule ule kwamba hawa watu ni watukufu na walitambulika
katika uongozi wa ngazi ya juu, na ndio waliokuwa washauri waliomzunguka Mtume katika kila hatua ya ushauri na katika kila hatua ya maamuzi yaliyotakiwa kutolewa. Na mwisho nizungumzie kidogo tu juu ya matukio ya hivi sasa. Tumekuwa tukizungumzia juu ya swala la khutbatul wada ambayo Mtume alisimama katika viwanja vya Arafa katika riwaya, lakini tumezungumza pia juu ya tukio la Ghadir Khubi. Leo ni siku ya mwaka wa 37 toka alipofariki Imam Ayatullah al-Uzma Imam Khomeini, lakini ni miaka 37 pia toka aliposhika uongozi mrithi wake Shahid Said Ali Khamenei. Viongozi hawa wanapatikana kwa nas, upo ushahidi unaothibitisha kuwepo kwa watu hawa pale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, inna Allaha yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Mwenyezi Mungu atamuinua, atamtuma mtu katika umma huu katika kila baada ya miaka 100, mwanzo au mwisho wa miaka 100 atakuja mtu atakayemtia nguvu Uislamu. Miaka 10 ya uongozi wa Imam Khomeini iliweka msingi na taswira ya namna ambavyo utawala wa Kiislamu unavyokwenda na ukawa chini ya fakihi wa Kiislamu. Kuna serikali, kuna mahakama na kuna bunge pale. Vyombo vyote hivi vinakwenda kuwajibika kwa imam ambaye ndiye mtawala wa vyombo vyote hivi, na yeye pia hayuko peke yake na kundi lake la watu takriban 80 ambao wanamshauri na watatazama yaliyoamliwa na bunge na yaliyoamliwa na serikali na vyombo mbalimbali kama vinakwenda sawa na mfumo wa msingi wa maadili ya Kiislamu. Alikamilisha kazi hiyo alipokuja Said Ali Khamenei mwaka 89. Alitekeleza misingi iliyoachwa na Imam Khomeini. Ameweza kujenga mfumo wa serikali ambao dunia nzima haijawahi kuwa nao mfumo kama huo. Donald Trump, Netanyahu na wenzao walikaa wakafikiri na kuona kuwa endapo anaweza wakamuua kiongozi mkuu wa taifa Ayatollah Ali Khamenei na viongozi wakubwa waliokuwa katika kikao, basi wakati ule ule serikali itakuwa imeanguka. Na mifano kama hiyo imetokea katika dola nyingi duniani ambapo watu wamefanyiwa hivyo na serikali zao zikapokutika. Matokeo hayo yamekuwa ni tofauti kabisa na namna ilivyokuwa. Ameuliwa imam na watu wamesherehekea. Donald Trump alikuwa wa kwanza kutangaza kwamba kafa, na akatoa mwito kwa Wairani kutoka nje kufanya mudhaharati kufukuza serikali hiyo. Mpaka hivi sasa dunia nzima inashangaa ni kwa namna gani serikali ya Iran ipo, lakini ukweli ni kwamba serikali ya Iran imejengwa juu ya misingi ya uwajibikaji. Kila mtu mahala alipo na katika eneo lake na katika nafasi yake anawajibika kutimiza ndoto za mapinduzi ya Kiislamu. Leo hii magazeti ya Marekani kwenyewe yanasema kuwa Iran imekuwa ni super power namba 4 duniani baada ya Marekani, Russia na Iran. Hizi ndio nchi kubwa zaidi kuliko zote kinguvu duniani. Badala ya watu kuona tabu, kupigwa mabomu katika wiki ya mwanzo tu wamevunja nyumba 100,000 za raia wanaoishi. Kwa Marekani na Waisraeli wamevunja nyumba 100,000 za Wairani. Matokeo yake, badala ya watu kuandamana kukataa serikali, watu wameandamana kuunga mkono serikali. Wameweka vituo barabarani
kina mama, watoto, vijana, wazee, wote wanatoka kwenda kuchangia gharama za kupigana vita. Kina bibi kizee waliokuwa hawana kitu wanachukua vidani vyao vya dhahabu wanapeleka pale kwamba wana contribute kwa ajili ya kugharamia vita. Mpaka sasa viongozi wa Uislamu wamejitokeza na kuonyesha kuwa Iran ni taifa kubwa, lakini kubwa ni nini? Mwenyezi Mungu yab'ath li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'a man yujaddidu laha dinaha. Mwenyezi Mungu atanyanyua kila baada ya miaka 100 mtu ambaye atakuja kuhuisha Uislamu. Kadhia ya Falastini ndio kadhia kubwa zaidi kuliko zote katika kadhia zilizoko juu ya kichwa na shingo ya kila Muislamu. Kadhia hii ilikwisha. Nchi za Khaliji al-Arab zote ziko chini ya Israeli, ziko chini ya Marekani na hazina uwezo wa kujiamulia hata mambo yao wenyewe. Wakati Iran inapigana na Israeli, inapigana na Marekani kwa pamoja, Waarabu wote wa Khaliji, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain na mataifa mengine ya pale, yote yanaungana na Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Aliyekuja kufanya ulimwengu kujua kwamba Uislamu ni dini na nguvu za kisiasa, na mpaka leo dunia nzima inajua kwamba kuna taifa kuu nalo ni taifa la Kiislamu, ni Imam Ayatollah Udhma Khomeini. Huyu ndiye aliyefanya Uislamu kujulikana kama dini kimataifa, kisiasa, kiutawala na kijeshi pia. Haya ndio tunajifunza katika mjumuiko wa hizi mada tunazozungumzia hii leo hapa. Naomba vijana ambao wapo katika hafla hii tuweze kujikumbusha na kufuata mwenendo wa dunia namna unavyokwenda. Wakati fulani rais wa Marekani wakati ule alikuwa ni Ronald Reagan. Reagan alisema kwamba dunia na hata mataifa ya magharibi na hata Marekani yanatetemeka yanaposikia sauti ya zimwi. Kama Imam Khomeini alikuwa ni zimwi, ni dude hivi, jinyama baya sana, lina nguvu sana, ndio alikuwa anamuita Imam Khomeini. Kama hili tunatetemeka kwa sababu ya ili zimwi linaloitwa Imam Khomeini. Walishindwa kufanya chochote dhidi yake. Iran imegeuka chini ya vikwazo vya miaka 47 na bado ina survive. Leo hii mfereji wa Hormuz umefungwa na Marekani hana uwezo wa kufungua. Kila mtu amegundua kuwa dunia bila Marekani inawezekana, na Iran imewafundisha watu wote duniani kwamba si kweli, ni lazima mfuate nguvu mlizonazo na mjipange, msimame imara kwa ajili ya kupigania haki yenu. Nimalizie kwa kusema kisa kidogo tu ambacho alikiandika katika kitabu chake Ayatollah Mutahhari. Murtadha Mutahhari amesema katika kitabu chake, nilipata kukisoma zamani, kwamba kulikuwepo nchi ama mji ambao walikuwa wanalala wageni. Sikiliza kwa makini hicho kisa. Kila wageni walipokuwa wakisafiri, wakifika kwenye kile kijiji, wanakaa pale, wanapata mapumziko na wanalala. Tatizo ilikuwa kila mtu anayelala pale alikuwa anakwenda kulala msikitini, na kila aliyelala msikitini asubuhi aliamka amekufa, walimkuta maiti. Mtu mmoja akaenda akaswali, akaulizwa, wewe unakwenda wapi? Akasema, mimi nasafiri na kwenda kufanya fulani, nimepumzika hapa. Aha, basi tafadhali mimi nitakufanya kuwa mgeni wako, mwenyeji wako hapa, utalala kwangu. Akasema, hapana, mimi nitalala msikitini. Akasema, hapana, usilale msikitini kwa sababu kila anayelala ndani ya msikiti huu anakufa. Akasema, hapana, mimi nitalala tu kwa sababu nataka kujua ni nani huyu ambaye anaua watu msikitini. Wakamnasihi sana, lakini mtu yule hakukubali. Akaenda akalala. Usiku alipozima taa, akaona paa la nyumba la msikiti limeezulika.
na mieka radi hii kwa nguvu sana, na mvua inanyesha na upepo mkubwa. Lakini mvua hii akitazama nje ya msikiti haioni ile mvua, lakini imo mle msikitini. Akasema hapana, mimi nataka kukuona wewe mwenyewe unayenyeshesha hii mvua, siwezi kukubali, nataka tuonane macho kwa macho. Kidogo anaona ukuta umepasuka, naanguka nyumba, ukuta uko wazi. Sasa mimi mpaka tuonane tu macho kwa macho. Watu wanakuja alfajiri, wanamkuta yule bwana yupo na yeye anaangalia huku na kule, hajaona ukuta ule pasuka wala paa lililoondoka. Hii ndio mfano wa Marekani ilivyo. Walikuja na mipogo mingi, vitisho vingi, Irani ijisalimishe, bila hivyo tutaipiga kabisa, tutamaliza ustaarabu wake wote. Mpaka leo Trump amekuwa anatembea dunia nzima kama malaya, anaenda kutafuta watu watakaomsaidia kwenda kumuombea Iran, ende kwa Iran kuwaombea vita imalizike, lakini wafanye mchezo kidogo ili aonekane hakushindwa. Na Iran wamemwambia hapa tunakwenda moja kwa moja mpaka utakapokuwa uchaguzi wa mwezi wa 11. Ndio hadithi iliyopo hapa. Tuwe imara, tushikamane, tuwe kitu kimoja. Ni Mayahudi na wa Magharibi ndio wanaotengeneza ikhtilafu miongoni mwa madhehebu yetu ili wapate kututumia kwa faida yao. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah